President, salamu alaikum. Alaikum salam. Pole na uchovu kwa safari, lakini karibu tena nyumbani Tanzania. Asante. Na hongera kwa nafasi ambayo umeipata. Unaipokeaje ama unaupokeaje ugeni huu ambao umekupokea hapa siku ya leo, lakini pia unazungumziaje nafasi ambayo umeipata? Ni nafasi adhimu katika soka la Afrika. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia niseme hongera sote, hongera wa Tanzania, hongera watu wa Sekafa, lakini na wale wenzangu wote walionisupport kule upande wa kafu. Lakini kwa hapa nyumbani nashukuru wa Tanzania, nishukuru waziri wetu na wasaidizi wake kwa niaba ya serikali kwa support ambayo wamenipa, lakini pia ni shukuru kwamba nimepata nafasi hii. Jambo kubwa nazungumza kwamba basi tusisherehekee sana, twende tukafanye kazi, tuhakikisha kwamba mpira wetu ulikofika unaenda mbele zaidi. Naona labda watu wameanza kujisahau, wameona tumeshafika juu, kwa hiyo kuna wengine labda wanataka kutuporomosha. Niwaambie tu kwamba kwenye mpira wetu wa Tanzania sisi kama federation tuko serious. Kwa hiyo mtu ambaye anaona hayuko serious, anaona kwamba ana michezo yake, akafanye kwingine, lakini sio kwenye mpira wetu. President, unaongeza nyadhifa nyingine katika nafasi za soka la Afrika. Ni rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, lakini pia ni rais wa Sekafa. Leo unapata nafasi ya ujumbe wakati kamati tendaji ya CAF. Pengine hichi kinakwenda kuongeza nini katika maendeleo ya soka la hapa nyumbani Tanzania, lakini pia kwa Afrika kwa ujumla? Kwanza ni kwamba nitakuwepo mimi kwenye vikao vya juu vya maamuzi ya mpira wa nchi hii. Nilikuwa naingia kama rais wa Sekafa, lakini ilikuwa ni mwalikwa. Kwa sasa hivi naingia rasmi, nitakuwa sio mwalikwa, nitakuwa ni mjumbe kamili. Ni jambo la faraja kwamba nimekuwa Mtanzania watatu kutumikia nafasi hii, mmoja wapo akiwa mzee wetu marehemu Said Al-Maamri ambaye alitumikia miaka mingi sana mpaka ilibidi awe rais na ni mjumbe wa heshima wa kamati ya utendaji hii mpaka anafariki, alikuwa bado ni mjumbe kwa utaratibu, kwa sababu alishafanya zaidi ya term 3. Lakini pia alikuwepo tena mzee wetu Tenga na alifanya kwa muda wa miaka 8. Kwa hiyo ni nafasi adhimu sana kwamba nimeipata. Nashukuru. Kitu kikubwa ni kuhakikisha kwamba basi kwa kuwa kwenye nafasi ile ni kuhakikisha kwamba pia kuonyesha kwamba nastahili kuwepo pale, kwamba tufanye vizuri zaidi kwa nchi yetu ili tuweze kuonyesha kwamba hatukupata nafasi hii kwa bahati, lakini pia tunastahili kuipata hii nafasi. Kwa hiyo ingawa baada ya muda si mrefu nitakuwa tena sio rais wa Sekafa, kwa sababu kwa utaratibu tena inabidi awepo mtu mwingine. Kwa hiyo na mimi nimeona kwamba kuliko kusubiri mpaka Disemba au Januari mwakani wakati wa uchaguzi, basi nafikiri tutatayarisha utaratibu ili niweze kukabidhi kwa mwenzangu mwingine ili nisiweze kuwa na mambo mengi, kwa sababu bado nitaendelea kuwa rais wa shirikisho la Tanzania. Kwa hiyo kuwa Sekafa kule ni vizuri nimwachie mwenzangu mwingine. President, cha kumalizia, kinyang'anyiro pasi na shaka hakikuwa rahisi. Watanzania wanahitaji kuweza kusikia neno lolote ili tusikuchoshe uendelee na safari ya kuelekea nyumbani. Kinyang'anyiro ilikuwa kweli sio rahisi, lakini kwa upande wangu kama mlivyosikia, yule mshindani wangu ambaye ilikuwa ni mwenzangu wa Uganda, yeye alitangaza rasmi kwamba anajitoa kunisupport mimi. Kwa hiyo na hii kwa kweli chukuliaje rais? Nilichukulia ni heshima kwangu, na alisema kwamba hawezi tukashindana mimi na yeye wakati tuna jambo moja la pamoja tunalifanya kwa ajili ya Chani na Afcon. Kwa hiyo wameona kuleta ushirikiano zaidi kuliko kutugawa. Kwa hiyo namshukuru kwamba ameliona hilo, na sema kweli upande wetu sisi wa Sekafa
tulionyesha ushirikiano mkubwa, kwa sababu hata nafasi ya kwenda FIFA kule tulikuwa na mtu mmoja ambaye tuliamua tumsupport kutoka zoni yetu. Wenzetu wengine walikuwa wanne wangapi, ingawa kulikuwa kuna kupiga kura kwa watu 10 waliokuwepo, wale 13 waliokuwepo ili kupatikana 6. Tunashukuru pia ushirikiano wetu umesababisha pia kwamba kwa mara ya kwanza tena katika historia ya Sekafa kuwa na mtu kwenye kanseli ya FIFA. Kwa hiyo ni jambo kubwa kabisa. Mimi niwashukuru sana wenzetu wa Sekafa, na nashukuru kwamba tumeweza kusikilizana chini ya uongozi wangu. Tumeweka historia nyingine ya kuhakikisha kwamba sisi Sekafa ni watu ambao tulikwenda kama kitu kimoja tofauti na wenzetu wengine. Shukrani sana President. Asante sana.